Baada ya mwanadada Zuchu kuweza kuandika barua ya kuomba kuacha kazi Wasafi na baadaye kupatiwa mikataba ambayo ilitakiwa yeye aweze kusign, basi mapya yameweza kuibuka tena baada ya zile picha zimesambaa, of course kimuisha Zuchu akiwa na sign kuvunja mkataba katika record label ya Wasafi. Kuna yale ambayo yameweza kuzungumzwa. Niko hapa kwa ajili ya kukupa info na update kuhusiana na kile ambacho kimeweza kuzungumzwa na uamuzi ambao Zuchu ameweza kufikia katika hii hatua, kwa sababu watu wengi hawakuweza kutarajia, lakini wengi wameguswa na kujiuliza kwamba kweli mahusiano tu ama masuala ya kimapenzi ndio yanamfanya mtu mpaka anafikia hii hatua ya kuweza kufikia hapa kuterminate mkataba, na vipi kuhusiana na gharama na vitu kama hivyo. Yote nina update mpya hapa ambayo nataka nikwambie wewe ambaye ulikuwa hujui, pengine uweze kufahamu kile ambacho kimeweza ku happen. Lakini naomba nikukumbushe kwamba pengine unaweza kuwa umeguswa na hili, unaweza kuwa umemhurumia Zuchu kwamba anateseka kwenye mahusiano, au unaweza kuwa umelichukulia kwa namna yote ile pale. Ila mimi nikwambie tu kwamba kuna updates nyingi sana ambazo nitakuwa nakuletea hapa. Kwa hiyo cha msingi hapo chini ya hii video hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Fanya tu kulibonyeza mara moja tu. Baada ya hapo utalike video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kwamba kama Diamond ikifikia hatua ya kusaini kwamba okay, nimekubali Zuchu aweze kutoka kwenye record label ya Wasafi, unadhani hali itakuwaje? Kumbuka Zuchu ndio msanii pekee ambaye amebaki kwenye Wasafi kama icon ya record label, kimtoa Diamond mwenyewe ambaye ndio boss, lakini Zuchu ndio icon ya WCB kwa sasa hivi, kwamba Diamond ikimzungumzia na msanii katika record label yake, basi anamzungumzia Zuchu, ndio baadaye anafuata Divoice na vitu kama hivyo hapo hivi. Sasa kuna mapya yale ambayo yameweza kuibuka baada ya Zuchu kuonekana akisaini akipiga sign ya kuvunja mkataba na record label ya Wasafi. Kwanza mengi watu wamejiuliza inakuwaje ili mpaka inafikia hatua Zuchu ameandika barua ndio na akarequest mkataba alafu ana sign mkataba. Wengi wamesema kwamba kuna mapya ambayo yanaweza kama ameibuka Zuchu kutoka Wasafi kabisa. Kuna wengine wanasema kwamba Zuchu hawezi kuacha Wasafi kwa sababu Diamond ndio bosi mwenyewe, alafu kiangalia ni mke wake huyu, so kuna anaweza kafanya chochote, lakini Zuchu anaweza kanafanya hayo yote kwa hasira tu, ila baadaye mambo yanaweza kakaa sawa. Lakini moja kitu ambacho kimezungumzwa kwa kiasi kikubwa sana ni kwamba inasemekana Zuchu alishawahi kufanya hivi zaidi ya mara 3, kutaka kuterminate mkataba, lakini Diamond akastop hiki kitu na hataki sababu kubwa ya Zuchu kuweza kuterminate mkataba iwe mahusiano yao, kitu ambacho mpaka sasa Diamond anaamini kwamba kuingiza mahusiano kwenye swala la kazi itakuwa ni kitu fulani hivi ambacho haki make sense. Ingawaje sababu kubwa ambayo inasema nini ambacho kimepelekea Zuchu kufanya haya yote ni zile tetesi za huyu mwanadada Rita kuvujisha ile sauti ambao ilikuwa ni ya ndugu yake na Diamond, alikuwa anasema kwamba wao hawamtambui Zuchu na Diamond hajamuoa, ile ilikuwa geresha tu na vitu kama hivyo hapo hivi. So Zuchu amekuja kurealize kwamba kumbe yupo kwa Diamond Platnumz kimaslahi zaidi, yani Diamond yupo na Zuchu kimaslahi zaidi, na kwanza hana time naye na vitu kama hivyo, ndio maana amekuwa akimfanyia timbili za hapa na pale. Sasa comment yako ni ipi? Unadhani kama Zuchu kweli akiwa anaondoka WCB na akiondoka kweli hii label kweli itakuwa na nani ambaye pengine atakuwa ni icon tofauti na Zuchu? Kwa sababu wasanii tulikuwa tunaona wamebaki wawili tu, kwa maana ukimtoa bosi unamuona pale Divoice pamoja na Zuchu. Sasa itakuwaje kwaje? Comment yako ikihusika hapo chini utakometisha sana, lakini nafuatilia hili sakata kwa karibu sana nikuletea updates hapa. Kwa hiyo muhimu zaidi bonyeza neno subscribe hapo, kitatokea kilama cha kengele, kibonyeze kisha chagua chaguo la kwanza kabisa hapo. Ukifanya hivyo utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ili nikipata update mpya na kuletea hapa hapo na kwa kwanza kabisa kuweza kuitazama na kujua kipi ambacho kinaendelea kwenye hili sakata. Mimi naitwa Gabby Official, mpaka next video. Bye bye.